Wakili wa serikali Katuga anaendelea, anasema pia kesi ya DPP versus Morgan Mark ya mwaka 2013 ambapo alisema mahakama ya rufani iliendelea mbele kwa kuifafanua hii principle ya prima facie kesi. Kwa kuangalia ushahidi uliotolewa, unajitosheleza kumtia hatiani mshtakiwa kwenye shtaka dogo au kosa analoshtakiwa nalo. Ukiangalia kiini cha kosa kwenye mashtaka, je, mshtakiwa ni mwenye utii? Je, mtuhumiwa alitengeneza nia? Je, alidhihirisha nia yake ya kufanya tendo? Waheshimiwa majaji, viini vya kosa ya uhaini vilishaidhinishwa kwenye kesi ya Greli Kungu Matata. Elements zilizoainishwa ni kama zile alizoziainisha mtuhumiwa. Tofauti ya viini ni ndogo kabisa ukilinganisha na mazingira ya kosa. Aina ya kwanza, mshtakiwa awe mwenye utii. Ya pili, mshtakiwa awe ameonyesha nia, na ya tatu, awe amedhihirisha nia yake kwa kuchapisha. Kiini cha tatu cha kudhihirisha kina tofauti kidogo tu. Kwa kuwa kimechaguliwa kimoja cha kufanya, imebaki na manifestation of deed. Kwa hiyo upande wa jamhuri walipaswa kuthibitisha manifestation of deed, sio overt act, sio kuchapisha. Section ya 13 ya Implementation Act inaonyesha kuwa maneno hayo hayako similar unless kuwe na neno similar mbele ya hayo maneno. Mtu hatakuwa sahihi kama mtu ataonesha neno moja likatumika katika ya hiyo, au mtu akatumia neno lingine lisitumike. Hakutakuwa na nyingine itakayolazimisha jamhuri ithibitishe overt act na sio deed. Katuga anajaribu kutofautisha overt act na manifestation of deed. Anadai kuwa kuchapisha ni mojawapo ya njia ya kudhihirisha nia. Upande wa jamhuri kupitia mashahidi wake 17 unathibitisha kuwa umeonyesha viini vya kosa la uhaini. Nikianza na kiini cha kwanza kuhusu kiini kuwa yeye ni mtiifu na raia wa Tanzania, ambapo mtumiwa alikiri yeye ni raia. Hoja hii tunaiweka pembeni, kiini kimekuwa proved. Ukija kwenye kiini cha pili cha kutengeneza nia, naomba tuangalie maneno yaliyotumika. Alitengeneza nia. Kesi ya Mandela KCV versus Karnataka ya India inasema uchochezi ni kushauri na yaweze kusababisha consequences. Kwa tafsiri hii, yaliyotumika kwenye hati ya mashtaka bila ya kufanya hajitetee yanaonyesha wazi yanasuggest consequences. Kwa hiyo mahakama kutompa mshtakiwa haki ya kujitetea yanaweza yakamtia hatiani. Maneno yamethibitishwa na mashahidi wote akiwemo PW17 ambaye yeye alisikia kwa ukaribu kabisa. Maneno ya kutishia serikali yanaweza kuthibitishwa kwa vyombo mbalimbali. Kutishiwa au vitisho imetafsiriwa kwenye Oxford Dictionary Second Edition. Kwa mujibu wa kifungu cha 392D, mtu yeyote atakayetengeneza nia kwa nia ya kuitishia serikali, basi utakuwa umetenda kosa. Hivyo, upande wa jamhuri, kiini cha nia ya kuitishia serikali tunasema kimethibitishwa na ushahidi wa P1, P16 na P3, ambapo P1 na P16 wamesema maneno yaliyochapishwa yalikuwa na lengo la kuitishia serikali, na wakasema kuitishia serikali ni kuvunja sheria, ambapo serikali ni kwa ajili ya kutimiza majukumu kwa mujibu wa sheria. PW3 anasema walipanga kupiga watu mawe. Katuga anajaribu kuonesha kuwa nia imeshathibitishwa kupitia maneno yenyewe na ushahidi wa mashahidi. Katuga anaendelea, hoja kuwa serikali imetajwa au la. Serikali imetajwa constructively. Kupitia hoja ya constructively, kilichotajwa ni serikali, haijatishwa bunge wala mahakama. Kwa hiyo tunasema prima facie imekuwa established kupitia hoja hiyo ya to intimidate ambayo imekuwa proved. Waheshimiwa majaji, upande wa jamhuri umeleta mashahidi wengi ambao wameonyesha walichochewa na uchochezi wa mtuhumiwa. Kitendo cha kuyatoa na kuyachapisha ndio kinaonyesha manifestation with deed. Unlike kesi ya Greli Kungu Matata, unlike kesi ya Katibu Gandhi, na hapa ndio utaona kila kesi inaamuliwa kutokana na mazingira yake. Cross examination haikupinga maneno, ilijikita kuhoji, je, maneno yale ni uhaini? Mashahidi wamethibitisha kuwa mshtakiwa alitoa maneno yale. Hivyo upande wa jamhuri inaona imethibitisha kwa kuwa haijawa cross examined. Waheshimiwa, suala la kuchapisha limezungumzwa na mashahidi upande wa jamhuri kwamba waliona YouTube kwenye akaunti yao ya Jambo TV.
Serikali inajaribu kujibu hoja ya Lissu kwamba serikali imetajwa constructively na kwamba kuchapisha ni manifestation of deed. Mawakili wa serikali wanajaribu kuonesha kuwa elements tatu za uhaini, yani utiifu, nia na dhihirisho, zimeonekana, na hoja kuu ni kuwa nia inaonekana kupitia maneno yenyewe, serikali imetajwa constructively, kuchapisha ni manifestation of deed. Bado wanategemea maneno na ushahidi wa mashahidi bila video au nyaraka thabiti zilizowasilishwa. Upande wa serikali unajaribu kuokoa kesi yao baada ya Lissu kutoa submission kali. Tunangojea majibu zaidi na uamuzi wa majaji baada ya upande wa serikali kutoa maoni yao. Je, mahakama itaamua nini baada ya kusikiliza pande zote mbili? Je, Lissu ataachiwa leo au ataendelea kusota gerezani Ukonga mpaka wakati mwingine ambapo mahakama itakapotoa uamuzi? Tusubiri tuone majaji watakuja kuamua nini baada ya kusikiliza pande zote mbili, upande wa mtetezi na upande wa wale wanaomshtaki.